Karibu Juice African Story. Leo tunaangalia somo linalovutia, kwa wengine linaogopesha, jinsi Iran, nchi kubwa ya Mashariki ya Kati, ilivyofanikiwa kukabili kitu ambacho dunia ilifikiria hakiwezekani kufanyika: kuzima au kuvuruga Starlink, huduma ya internet ya satellite ambayo ilizaniwa haingeweza kuzuilika. Starlink, huduma ya internet ya Elon Musk kupitia kampuni yake ya SpaceX, iliibuka kama tumaini la mawasiliano ya uhuru kwa raia wa nchi zilizo chini ya vikwazo vya serikali. Lakini hivi sasa Iran imeonyesha ulimwengu kwamba hata hii si dhahiri sana. Mnamo Januari mwaka 2026, wimbi kubwa la maandamano lilizuka Iran. Maandamano haya yalihusisha matusi, malalamiko dhidi ya utawala na shinikizo kubwa la wananchi kutaka mabadiliko ya kisiasa ndani ya nchi. Kiongozi wa usalama wa taifa uliona haraka kwamba habari za ndani na nje za nchi zilikuwa kusambaa kwa haraka kupitia mitandao ya kijamii. Kama njia ya kukamilisha udhibiti wa habari, serikali ilizima kabisa huduma ya internet nchini humo. Ukipitia historia ya Iran, hii si mara ya kwanza serikali kutumia mbinu za kutengwa kwa mitandao, lakini mara hii ilikuwa kali mno. Hakuna internet ya simu, hakuna data ya kawaida, hakuna huduma ya kawaida ya mtandao. Utoaji wa habari nje ulikuwa unakatwa kwa kiwango cha karibu 99%, na nchi ilionekana kama imezimwa kimtandao. Wakati huduma za kawaida za internet zilivyokatika, Starlink, huduma ya internet ya satellite, ikiwa ni njia ya kuunganisha moja kwa moja na satellite angani badala ya viunganishi vya kawaida vya nchi, ilionekana kuwa tumaini la mwisho kwa raia kuendelea kuwasiliana na dunia nje ya Iran. Starlink ilikuwa imekuwa njia muhimu ya kuzuia uunganisho wa habari kutoka Iran kwenda nje, hasa wakati wa mapinduzi ya ndani na migogoro ya zamani. Wengi walifikiria kwamba kwa kuwa Starlink inategemea mfululizo wa satellite, serikali haina uwezo wa kuzima huduma hiyo, lakini mambo yalianza kubadilika. Ripoti za wachaguzi wa miundombinu na ulimwengu wa usalama ziliibuka zikionyesha kitu kilichoshangaza wengi: Iran ilifanikiwa kuvuruga huduma Starlink kwa kutumia teknolojia ya kuingiza mawimbi inayoitwa jamming. Katika matukio yaliyopita ya vita na migogoro mingi duniani, zamu za kuingiza mawimbi yamejaribu kutatiza mawasiliano ya satellite, lakini hii ilikuwa mara ya kwanza kuona nchi ikifanya hivyo kwa kiwango kikubwa kwa matumizi ya ndani. Kwa mujibu wa uchunguzi, awali takriban ni 30% ya traffic ya Starlink ilikuwa imeathiriwa. Baadaye, kwa siku ile ile, kiwango hiki kiliongezeka hadi 80%. Mfumo huu wa jamming ulilenga kuzima uwezo wa vifaa vya kupokea mawimbi ya satellite. Experts wanasema kwamba Starlink terminals hutumia GPS kugundua mahali ipasavyo ya kuunganisha satellite, na kwa kutuliza ishara za GPS, mfumo wa kuunganishwa unageuka kuwa mgumu sana. Teknolojia hii ya jamming inadaiwa kuwa ya kisasa sana, hadi baadhi ya wachambuzi wanasema inaweza kuwa imetokana na msaada wa nchi nyingine mbili za teknolojia kubwa, Urusi na China, au angalau ilitokana na vyombo vya kijeshi vilivyopo ndani ya Iran. Mchunguzi aliyepata taarifa za ndani alisema kwamba Iran ilifanikiwa kuwafikia watumiaji wa Starlink kiashiria na kuwazuia kupokea huduma kwa kiwango kikubwa sana, hadi kufikia hatua ya karibu kuzima kabisa mfumo mmoja wa mawasiliano ya kidigitali ulimwenguni. Lilionekana linaweza kutoweka. Serikali pia ilifanya operesheni kubwa ya kukagua na kuondoa vifaa vya Starlink ambavyo vilikuwa vimewekwa na wananchi. Mikono ya usalama ilikwenda nyumbani kwa raia ikachukua antena za kuzuia matumizi yake. Hii ilisababisha wengi kupoteza uwezo wa kuwasiliana na familia zao nje ya nchi.
Kuongezea, Starlink walikuwa hawaruhusiwi kisheria nchini Iran bila leseni, na watumiaji wake walikabiliwa na adhabu ikiwa watagunduliwa. Mchakato huo ulileta hatari kubwa kwa wale waliotumia huduma hii bila kibali. Uhalali kwa raia na matusi ya mitandaoni. Kwa wananchi wa kawaida, hili lilikuwa wakati wa kutisha. Mawasiliano yote yaliyokuwa yamepotea yalifanya watu kuhisi kutengwa kabisa. Ripoti za umma zilionyesha kwamba wengi waliokuwa na Starlink sasa walipata uvurugaji mkubwa wa mawasiliano. Aidha, baadhi ya wachambuzi wa mitandao walisema hii ilikuwa ni hatua ya haraka kabisa ya kijeshi na udhibiti wa habari. Hali hii ilizua mjadala mkubwa duniani. Je, inawezekana serikali yote kuzima internet ya satellite? Je, hii ni hatari kwa uhuru wa mawasiliano duniani? Na kwa watu wa kawaida, ni mfano gani huu wa mustakabali wa uhuru wa habari? Hitimisho, darasa kwa dunia. Hatimaye, simulizi hii linaonyesha kuwa hata mfumo uliozaniwa hauwezi kuzuiwa unaweza kukabiliwa na teknolojia ya juu ya kisiasa na sera kali za serikali zinazolenga kudhibiti habari. Historia ya jinsi Iran ilivyofanikiwa kuvuruga Starlink inabwaga changamoto kuu: uhuru wa mawasiliano sio jambo la dhahiri. Teknolojia ya kisiasa inaweza kuasili hata mbinu za satellite, na jamii lazima iendelee kutafuta njia mbadala za mawasiliano hata wakati hali inakuwa ngumu sana. Jina langu mimi naitwa Juice Danger. Unaweza kunifollow pia Instagram, natumia Juice Danger TZ. Like now, bye bye.